naitwa Doto Charles Ntumba, ni afisa kilimo kutoka bodi ya pamba. Tupo kwenye maonyesho haya Nane katika kiwanja cha Nyamongoro mkoani Mwanza. Maonyesho haya yanatupa fursa sisi bodi ya pamba kukutana na wadau wetu, lakini cha msingi tunakutana na wakulima ili tuweze kuwapa elimu pamoja na uelewa wa mambo ambayo wanatakiwa kuyafata ili waweze kuongeza tija kwenye kilimo chao cha pamba. Na katika swala la tija tuna mambo mengi ambayo tunawaelimisha wakulima. Tuna teknolojia mbalimbali ambazo kama mnavyoziona kwenye vipando vyetu. Kuna sehemu tumetumia mbolea kwa ajili ya kuonyesha kwamba mkulima anahitaji pia kutumia mbolea, kwa sababu matumizi ya mbolea kwenye pamba bado yapo chini. Kwa hiyo tunatumia maonyesho haya kumuonyesha kwamba ukitumia mbolea unaweza ukaisaidia mimea yako ikakupa matunda yanayostahili. Lakini pia tunamuonyesha teknolojia mbalimbali zinazotumika shambani kwa ajili ya kumongezea tija. Tuna mitambo yetu ya kumsaidia kulima, kwa maana tuna trekta 300 zipo tayari zimeshasambazwa ili kumsaidia mkulima huyo alime eneo kubwa kwa wakati mfupi na aweze kupanda ili aendelee kuzalisha kwa wingi. Lakini pia tuna mitambo ambayo inasaidia kwenye upuliziaji. Hapo awali tulikuwa tunagawa hizi pampu za kubeba mabegani ambazo kwa wale wakulima wakubwa zilikuwa zinaonekana kama zinawachelewesha kwenye zoezi la kuondoa visumbufu mashambani. Lakini kwa sasa hivi tuna drone kwa maana ya ndege nyuki, tuna boom sprayer na tuna matrekta ambayo yanapulizia kwa wale wakulima wakubwa ili kumrahisishia hii kazi. Kwa hiyo yanafanyika haya yote, tunaonyesha haya kwa wadau wetu ambao ni wakulima, ili sasa wao pia waelewe kwamba lengo letu kama taasisi ambao ni wasimamizi wa tasnia ya pamba, tunalenga kumsaidia atoke kwenye kupata tija ndogo ya kilo 200 mpaka 500, angalau asogee kwenye kilo 1000 aweze kufaidi kilimo chake. Na nini nafanya sasa kwa anapata soko bora la ndani hata nje ya nchi? Ni majukumu ya bodi ya pamba ambaye ni msimamizi wa tasnia hii kuhakikisha kwamba kwa niaba ya serikali kwamba masoko yanapatikana pale pamba inapozalishwa na kupatikana, basi haikoswi soko na soko linakuwa la uhakika. Kwa hiyo bodi ya pamba imekuwa ikitekeleza haya kila mwaka, na hata sasa hivi pamba inaendelea kununuliwa bila changamoto yoyote. Mkulima yote mwenye pamba ana uhakika na soko la pamba. Mkulima sasa leo anakaliwa hili soko afanye nini ili uzalishaji wake wenye uwe bora na hatimaye aweze kushindana kwenye soko sasa na hiyo pamba yake? Mkulima kwanza anatakiwa azalishe kwa wingi, kwa maana apate tija kwenye shamba lake. Kwa maana mkulima huyu akipata tija kubwa, akapata kilo 1000 kwenye ekari moja, hata akipata bei ya sasa hivi hawezi kuhisi maumivu anayoyapata sasa hivi ya kilo 200 anazozipata. Kwa maana akipata kilo 1000 na zaidi ya milioni kwenye ekari moja, lakini sasa hivi anapata kwa kilo 200 anapata 300,000 kwa ekari moja. Kwa hiyo elimu hii itamsaidia sasa kutoka kwenye tija ndogo na itamsaidia kupata uelewa wa kupata tija kubwa. Na hii sio nadharia, kwa sababu hata sasa hivi kwenye maonyesho haya kuna wakulima wengine ambao watapata zawadi, wamezalisha kikubwa kwenye ekari zaidi ya kilo 2000, na ni hawa wakulima ambao tunao. Lakini cha msingi na kingine ambacho anatakiwa kuzingatia mkulima ni kuhakikisha anazalisha bidhaa iliyo bora na safi ambayo inahitajika na soko. Kwa maana soko la pamba linahitaji bidhaa iliyo bora na